anapenda maisha mazuri, lakini kipato ndo shida. Sasa leo ameingia kwenye duka la mawigi akawa anasalimia kila mtu, lakini cha ajabu ni kuwa hakuna aliyekuwa anamshobokea hata mmoja. Kutokana namna alivyokuwa amevaa, muuzaji akajua tu kuwa hapa hakuna mkwanja wa kununua wigi. Unataka nini? Nimekuja kununua wigi. Unaona saizi yako ya wigi hapa? Hebu angalia kote, angalia tafadhali, nimekuja kununua wigi. Unauza shingapi hilo la dhahabu? Lipi? Njoo uliguse. Aliposogea tu muuzaji akamkataza. Unaongea tu, hili linauzwa milioni 1.8. Una hiyo pesa wewe? Akajishaua pale na nini? Bei ya mwisho shingapi kwani? Milioni 1.8 kwenda juu. Hapa hakuna ya chini hapo. Unajua nini? Nitakupa 18,000. Haya, nipe hilo wigi. Pale akaingia huyu doni hapa anaitwa Mandi. Alivyovaa tu akapokelewa kitajiri vibaya mno. Hakuwa na maneno mengi, akaonyeshwa unyama wa mawigi na nini. Kelechi alikuwa anashangaa tu, kumbe matajiri ndo wanaonekana hivi Mandi akachagua mawigi mawili yenye thamani ya milioni 6 Kumbe Kelechi anamjua Mandi vizuri sana. Alipiga kelele kishenzi baada ya kujua kuwa anamjua huyu tajiri. Lakini Mandi akawa ana muda naye kabisa, kama mtu ambaye hawajawahi kuonana kabisa. Unamsumbua mteja wetu, hebu mwache mteja wetu jamani. Muuzaji ikabidi amrishe Kelechi afukuzwe. Noma sana Wakati wanamhudumia mteja wao, Kelechi akaiba wigi moja unaambiwa. Akatoa maneno ya kejeli kishenzi Basi bana, baada ya kutoka nje hakwenda mbali. Akamsubiria Mandi hapa nje na nini. Mandi alipotoka tu alikuwa amefunga vioo. Hasikii chochote ambacho Kelechi anakiongea Kila kiongea Kelechi walau apewe lifti, Mandi yuko kimya tu. Bibi akapanda ndinga kisha akawa amesepa. Mandi alipotoka, Kelechi akaanza kejeli sasa. Unajiona mzuri wakati unatumia mkorogo tu. Angalia mimi, hapa sina pesa, lakini niko unyama vibaya mno. Nikipata pesa itakuwaje? Afadhali nimepata nywele nzuri. Unalipaje milioni 9 kununua nywele? Sasa wakati anaiangalia hapa, wakapita wezi, wakaikwapua unaambiwa. Kakosa vyote. Alipiga kelele huyo, noma sana Karibu kwenye bonge moja la tambala, mtu wangu linaitwa Fast Money Girls. Mimi naitwa Rio na hii ni Zura TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Huyu bibi anaitwa Genefega. Mama yake ni mgonjwa mno na hali ya kimaisha nyumbani ni ngumu sana unaambiwa. Kwa hiyo hapa ana madeni ya kutosha tu kila mahali. Hata kwenye duka anadaiwa pia. Lakini kwa sababu anahitaji mahitaji kwa ajili ya mama yake, inambidi aje kukopa tena. Noma sana Akamlagai mwenye duka, akamchukulia mzigo na nini, kisha akampa pesa kidogo tu ambayo alikuwa nayo. Deni linazidi kuwa kubwa tu. Mwenye duka alipiga kelele kama mpumbavu hapa. Noma sana unaambiwa. Genefega akafanikiwa kumletea mama yake chakula. Mama akauliza, hiki ni chakula au kafara? Mama, unasema nini? Hii ni balance diet kamili kabisa. Ni bora nife tu. Mungu akuepushe na hili. Nakataa kwa jina la Yesu Kristo. Fega, angalia tangu asubuhi sijala chochote. Mama, usiongee hivyo. Usijali, nimekuletea maziwa sasa hivi. Utaenjoy sawa? Fega maumivu ni makali mno. Fega akasema kesho anaenda kwenye interview ya kazi, kwa hiyo akiipata hiyo kazi tu basi atamnunulia chakula anachokitaka mama yake. Fega ikabidi amlazimishe mama yake yale pale na nini, maana hajapata chochote tangu asubuhi. Machozi ya mama yake hata Tega yalikuwa yanamuumiza sana mazee. Alikuwa analia huko anajikaza tu, maana mama yake ana njaa sana na anaumwa na hataki kula. Noma sana Fega anatamani amnunulie chakula kizuri mama yake, lakini hali ya kimaisha hairuhusu Fega ametoka kufanya interview ambayo alitegemea kuipata, amechoka vibaya mno na kazi yenyewe ameikosa. Noma sana Akasema inawezekana amekuja duniani kuwasindikiza wengine tu, maana hali yake ya kimaisha ni ngumu mno. Hatawezaje kumsaidia mama yake sasa? Kelechi akasema wewe ndio umechagua kujipa mawazo tu. Sijakuelewa kivipi? Unamaanisha nini kivipi? Hauna msaidizi? Yule mjomba wako ambaye anawasaidia kulipa kodi, jina lake nani sijui? Mjomba Tega. Sasa mjomba Tega hampendi kishenzi Genefega. Hataki hata kulitaja jina lake ana hasira naye vibaya mno. Kelechi akasema unapaswa utulie, majivuno yako atakupoteza hayo. Mwisho Kelechi akaazima wigi kwa Fega na nini, kuna mahali anataka akatambe nalo Fega akasema hata yeye alitumia hilo wigi, kalitunza kwa ajili ya mtoko maalum tu. Kelechi aliomba sana mazee. Akasema ex wake na harusi, kwa hiyo anataka akatambe huko. Hapa ameazima viatu na nguo, bado wigi tu. Akishapewa basi ataenda kumuumiza ex wake. Mwisho Fega akamkubalia, akamwambia asilipoteze wigi lake tu. Sasa kila siku zinavyozidi kwenda, hali ya mama inazidi kuwa mbaya. Anatumia dawa tu hapa nyumbani na nini, kwa sababu hana pesa ya kutosha kwenda hospitali. Sasa kuna muda Mungu anaweza kukupitisha kwenye magumu sana hadi ukahisi pengine amejificha. Mungu uko wapi? Kila siku napanda mlima wa matatizo mimi tu. Ulisema mbingu inawasaidia wanaojisaidia. Kila mtendakazi anastahili ujira wake. Ujira wangu uko wapi? Ziko wapi zile baraka ambazo uliniahidi kwenye kitabu kitakatifu? Najua nini wenzangu wanafanya mambo machafu kibao tu, lakini wanafurahia maisha. Wanasafiri nchi hadi nchi, kila siku wanabadili magari ya kifahari tu. Vipi kuhusu mimi ambaye nafuata sheria
faraja zako. Njaa inanimaliza, mama yangu anakufa, fanya kitu basi Mungu. Maisha yangu yamejaa matatizo, ni magumu kiukweli, yamezidi, ni mazito mno kwa mtu mmoja, fanya kitu Mungu wangu tafadhali. Kesho yake akaja tena kukopa dukani, anahitaji walau 10,000 tu akamnunulia mama yake dawa. Oh, Fega, kwa nini Fega? Kwa nini wewe ni mkorofi hivi? Nimefanya nini? Au umetumwa? Unataka kuniharibia maisha yangu kabisa, si ndio? Unadaiwa na kampuni langu pesa taslimu 8,000. Sasa hivi unataka tena kitita cha shilingi 10,000 ni kuongeze wewe. Unataka nikitoe wapi Fega? Nahitaji kumnunulia dawa mama yangu tafadhali. Tafadhali ondoka. Unanipa hasira. Unaitoa hasira ndani yangu, tafadhali ondoka kwenye hili eneo. Mwenye duka akaanza kuzungusha ngumi hapa. Hii ngumi ikikupata utajichukia mwenyewe Fega. Fega, usiniite tena, naomba ondoke hapa. Fega, nikikuita tena utasababisha matatizo mazito. Ngumi ikazungushwa kama mashine ya kusagia hapa. Na izungusha hii ngumi ikikugusa Fega. Mwenye duka akamfukuza Fega kwenye duka lake ise. Hakujali kabisa kama Fega anapitia kipindi kigumu unaambiwa. Kelechi leo ameacha kazi rasmi. Fega akashangaa, kwa nini uache wewe? Hebu niangalie mimi, ile kazi inanifaa kweli? Madam alikuwa ananipa mawazo tu, nikamwachia kazi yake, sitaki kusumbuliwa mimi. Lakini hiyo sababu haitoshi wewe kuacha kazi. Kelechi akasema na ndoto kubwa na anatakiwa kuzitimiza. Ndoto zake ni kubwa mno, sio za kuishi hapa tu. Sawa Big KC, mtu wa ndoto kubwa. Ndoto za Kelechi ni kuwa na nyumba kali, gari yenye jina lake, yani aishi maisha ya kitajiri tu. Sasa kwenye pitapita za Fega akakutana na bango la kazi. Wakati anakariri namba, bosi akatokea getini. Nimeona tangazo la kazi hapa, mnatafuta mtu. Nataka kuomba kazi, lakini CV zangu nimeziacha nyumbani. Nilikuwa napita tu hapa nikaliona tangazo lenu. Kwa hiyo mnaweza kuniita kwenye interview nikaje nazo kesho. Mimi ni mchapakazi haswa, napambana kinoma yani. Mchizi akamwambia azunguke. Hey, Kelechi akazunguka hapa. Binti, kimbia kwenda kwenye ule ukuta pale alafu rudi hapa. Hili zoezi likawa gumu sana kwa Fega. Naweza nisiwe imara kimwili, lakini kichwani niko vizuri. Unakimbia au haukimbii? Kiukweli kabisa mkuu, mimi siwezi kukimbia. Hebu angalia jua. Sikiliza, kuna watu wengi sana wanaitaka hii kazi. Hebu niambie, kazi gani wanamlipa muhitimu kitita cha shilingi 50,000? Fega kashtuka. Unamaanisha yote uliyosema ni kwa ajili ya 50,000 tu? Sijui nikimbie, nizunguke, nilale chini, mshahara 50,000, si ndio? Ndio. Mungu akuadhibu wewe, akupe adhabu hata baada ya kufa. Mchizi akamfukuza hapa. Na wewe ingia ofisini kwako sasa. Toka ofisini kwangu hapa. Kumbe unataka kuangalia makalio yangu Sasa naondoka huku nimeaficha. Hauoni kitu hapa. Fega akiwa njiani akakutana na Mandi. Hawa wanafahamiana kitambo sana. Maana zamani walikuwaga naishi mtaa mmoja. Kifupi walikuwa majirani sana hawa. Kwa hiyo ikabidi wakae wazungumze vizuri sasa. Fega akamleta Mandi nyumbani kwao na nini. Mama alifurahi sana kumuona Mandi hapa. Mama akauliza kama ameolewa na ana watoto. Mandi akasema hana mume wala watoto. Wakati wa Mungu utaolewa tu mwanangu. Amina mama, amina. Wakati Mandi anatoka, Kelechi akamuona. Noma sana ise. Mandi akamuuliza Fega kama yuko vizuri. Akasema kila kitu kiko sawa tu. Anavaa na wana sehemu ya kulala na wanakula vizuri tu. Kwa hiyo hana shida kabisa. Mandi akamwomba namba Fega na nini. Akasema aliibiwa simu, kwa hiyo hana simu kwa sasa. Mandi wakati anataka kutoka, akampa pesa Fega. Fega alishukuru kishenzi yani. Kisha Mandi akaahidi atarudi tena hapa. Kelechi naye ikabidi aongee hapa. Pengine anaweza kuokota chochote. Kwa hiyo ndo naondoka. Ndiyo naondoka, lakini nitarudi wiki ijayo. Basi tuachie chochote kitu. Mandi akamchomolea kitita cha pesa Kelechi. Bibi alishukuru kishenzi yani. Kelechi akasema ipo siku naye atatengeneza pesa kama hizi na anaweza kumzidi Mandi. Baada ya kupata mkwanja mrefu, Kelechi akaenda kununua kiatu cha gharama mno. Si unajuaga kampuni ya Dolce & Gabbana Fega alipovitazama hivi viatu akakuta ni feki. Ikabidi aulize, hebu nikumbushe mtengenezaji wa hivi viatu. Anaitwa Dolce & Gabbana, lakini haijaandikwa hivyo hapa. Hapa ameandikwa Dolce & Abagana. Katapeliwa mazee, kanunua kiatu feki. Fega alicheka kishenzi unaambiwa. Mwanae kauziwa mbuzi kwenye gunia. Noma sana ise. Sasa Mandi leo kamleta Fega nyumbani kwake. Fega kahisi pengine wamekufa ise. Maana hapa panafanana sana na mbinguni kabisa. Alivyokuwa naelezea sasa kama ashawahi kufika hivi. Kwa mara nyingine tena Mandi akaja mtaani kwa kina Fega. Akakutana na Kelechi hapa. Kelechi alikuwa anamsifia kwenye kila kitu. Anatamani sana awe kama Mandi. Kelechi akasema, nakupenda sana Mandi. Natamani kuwa kama wewe. Maisha yako ndo nayoyataka mimi. Hata kama ni kidogo tu, yani nikipata maisha kidogo tu ya kwako nitafurahi mno. Ninachokitaka ni mtu mmoja tu ambaye atanionyesha njia. Unasikia? Nipo tayari, iwe halali au haramu, nionyeshe njia tu. Nipo tayari kukutumikia mimi, nitafanya chochote kile. Naomba unisaidie, nitafanya chochote kile, yani nisaidie mimi. Mandi akasema kuna kitu kimoja tu nakosea, ambacho ni haramu. Maisha yangu hayahusiani kabisa na vitu haramu, lakini ni kazi za akili tu. Hiyo ndo yenyewe kabisa. Angalia, napenda kazi za akili kuliko chochote kile. Nataka kufanya kazi unayoifanya mimi aisee. Nitumie nifanye chochote hata cha kijinga. Nipo tayari. Tafadhali niangalie kama
mdogo wako sasa, na kuahidi sitakuangusha, nitakuheshimu sana mama. Mandy akasema akili yako iko sehemu sahihi, lakini hapa sio eneo sahihi la kuongelea hiki kitu, mazingira hayaruhusu. Tuweza kuongelea hiki kitu sehemu nyingine tafadhali? Mandy akamtaka mpigie ise. Fega akaletewa simu na Mandy. Basi Kelechi alikuwa anaona wivu tu, akasema bora uiuze hii simu ili umjali mama yako. Mama akakataa, ni binti bado huyu, acha afurahie maisha, mama haihitaji. Fega akasema anaweza kuiuza ili anunue ndogo. Kelechi anachokitaka Fega asiwe na simu tu. Mama akamtaka Fega atumie tu, haina haja ya kuiuza hii simu. Basi Kelechi anaona wivu vibaya mno. Fega anafanya biashara ya chakula pamoja na juisi, na huwa anawapelekea wateja wake kila wakimpigia. Sasa leo amepata oda ya kupeleka juisi nyumbani kwa Mandy, ikabidi Kelechi naye amsindikize kupeleka huko. Lengo lake anataka akakutane na Mandy tu na apajua anapoishi. Si mnajua anataka utajiri wa Mandy huyu Walipofika tu eneo la tukio, wakapigwa na waini kutoka Italy. Walipagawa kishenzi yani. Kelechi akaomba na ya kuondoka nayo na nini. Mandy akasema nazo nyingi tu, atampa akiwa anataka kuondoka. Fega akashukuru kinoma bidhaa zake kununuliwa na Mandy na nini. Mandy akasema kuna wateja wengi sana wanakuja, wala usijali kabisa. Kelechi akatoka alipokuwa amekaa, akamsifia kishenzi Mandy. Mungu amekubariki sana jamani, sijui waini imepanda kichwani hii. Hebu niambie ni biashara gani unafanya? Mandy akasema anafanya biashara nyingi sana duniani, ndio maana anasafiri sana duniani. Leo yupo Italy, kesho London. Kelechi akaomba pewe kazi, hata ya kumbebea begi tu inatosha kwake. Mandy akaona usumbufu umezidi, akamfuatia waini nyingine. Usiku mama akamwambia Fega kuwa hata mambo yakiwa magumu kiasi gani, basi asiingie kwenye uovu. Sijaelewa, kwa nini? Wewe sio mamangu? Kwani nina mama mwingine tena? Inaonekana haunijui vizuri mwanangu, na kuaminia sana, lakini niahidi, pesa ina nguvu sana. Pesa inawaendesha watu ambao wanataka kuziendesha, inawaharibu watu ambao wanaiabudu. Mungu aepushe na hiyo, haiwezi kutokea kwangu mama. Basi niahidi mama, na kuahidi. Siku iliyofuata Kelechi akaja mwenyewe nyumbani kwa Mandy, hakupewa mwaliko wa aina yoyote ile. Kelechi akasema amefanya utafiti wake kuhusu Mandy. Miaka 3 iliyopita hakuna mtu aliyekuwa anakujua, haukuwa na chochote kile. Wewe ulikuwa unalala chumba kimoja na mwenzako, ulikuwa unateseka sana, haukuwepo hata mtandaoni, wala hukuweza kusafiri kwenda popote pale. Hakuna aliyekuwa anakujua. Chimamanda, nini kinaendelea? Nadhani haya yote hayakuhusu. Wote tulikuwa mtaani tunateseka, hauwezi kula mwenyewe wakati sisi tunateseka. Sisi ni kama ndugu zako wewe. Chimamanda, lazima utuonyeshe njia, lazima unionyeshe njia ya kupita na kuambia nipo tayari mimi kwa chochote kile. Chimamanda, akili yangu iko imara kuliko taarifa feki. Nishakwambia mimi nipo tayari, nasimama kama mlima Kilimanjaro, hakuna kitakachotokea wala kunitingisha. Una uhakika? Kwa mfano nikakuonyesha njia, utaweza? Kelechi akasema kama asingekuwa naweza asingekuwa hapa. Nipo hapa kwa sababu nipo tayari. Mandy akasema kuna vigezo na masharti kwenye hili na kuna madhara yake pia. Kelechi akasema yuko tayari kwenye kila kitu. Akapewa masharti ya kupeleka pedi zake zote ambazo amezitumia. Kadri anavyotunza pedi nyingi ndivyo anavyopata pesa. Sasa Kelechi akaleta pedi 15 ambazo zimetumika. Anachokitaka ni pesa tu, hataki kujua masharti wala chochote kile, maana anayeteseka ni yeye, hakuna mtu anayemjali. Akaambiwa atalipwa $3,000 kwenye kila pedi. Alipiga kelele kishenzi yani. Ukipiga mahesabu hapo ni kama dola ngapi hivi? Kama $45 naambiwa. Lakini Mandy ataondoka na 20% za kwake. Kelechi akasema anaenda kuuaga umaskini rasmi, anaukaribisha utajiri sasa, na atakuwa anaitwa Big KC. Mandy akamtaka ahamie nyumbani kwake na nini. Kwa hiyo mnaenda kunilipa madolari, halafu nataka niishi hapa kwako? Kelechi akashangilia kishenzi yani. Ni kama zali imemshukia hivi, akaambiwa hatakiwi kumwambia mtu yoyote yule. Kelechi akataka kwenda kuhama kwake leo. Mandy akasema kuna kitu cha thamani sana ambacho kitaondolewa kwako. Kelechi akacheka kishenzi yani. Mimi sina kitu cha thamani kwa mwili wangu, cha msingi naingiza $3,000. Acha wachukue chochote ambacho wanakitaka, wachukue chochote kwangu, sijali mimi, nachokitaka ni pesa tu. Acha waendelee kunipa mipesa, wanipe dunia yote. Chochote anachokipenda kutoka kwangu wanaweza kukichukua. Hata wewe ukihitaji chochote kutoka kwangu chukua tu, cha msingi endeleeni kunimwagia madolari. Huku Fega anahisi pengine kuna wazee walimpaga laana alipokuwa mtoto, kwa sababu sio rahisi mtu kuwa na maisha magumu hivi. Sasa leo kuna mteja alimpa oda ya kutengeneza bidhaa, ameandaa kwa kutumia bidhaa zote ambazo alikuwa nazo. Kumbe yule mchizi alikuwa ni tapeli tu, na alipokamilisha kumcheki alimpiga block. Ilimuuma kishenzi unaambiwa. Mama akamshauri kama vipi aachane tu na hii kazi. Sasa akiacha hii kazi atafanya kazi gani? Awe ombaomba au? Pale akaja Kelechi, alikuwa na furaha kishenzi yani. Akasema Mungu amebadilisha maji kuwa waini, kila mtu haelewi. Akasema amepata kazi nzuri kinoma, wanampa gari na nyumba, na kama haitoshi anaanza rasmi leo. Kila mtu akamfurahia kinoma Kelechi, pongezi zikawa nyingi mno. Kelechi akahamia rasmi nyumbani kwa Mandy. Kabla ya yote akapewa begi la minoti limejaa kinoma yani. Ye mwenyewe akapagawa. Basi acha ashangilie hapa, akamwaga pesa kila mahali. Furaha yake imeshindwa kabisa kuzuilika. Noma sana hii. Siku ukipata pesa nyingi usisahau kurudi kwa wale waliokudharau. Hata Kelechi pia hakuwa nyuma kwenye hili, akarudi kwenye duka la mawigi ambalo alifukuzwa kwenye sini ya kwanza kabisa. Si mnakumbuka Kwa kuwa leo amevaa vizuri, akaletewa na kinywaji kabisa. Mzee wa dharau akatokea. Mara ngapi nimekwambia hiki kinywaji ni kwa ajili ya wateja matajiri?
Samahani, unaniomba samahani au kwa sababu sikukukamata siku ile umetuibia wigi? Unaongea na mimi? Mimi ndo meneja wa hili eneo la kifahari. Kelechi akamwamuru mchizi avue nguo za kazi aondoke. Hey, meneja akacheka kishenzi yani. Akahisi pengine ni utani hapa. Kumbe Kelechi alinunua hili eneo bana. Ikabidi ampigie mtu aliyemuuzia. Mchizi akapokea akahisi pengine ni masihala. Akakutana na sauti ya mtu ambaye alikuwa analimiliki hili eneo, yani aliyekuwa bosi wake. Kwa hiyo kama mmiliki akamfukuza meneja wa hili eneo na akamfukuza pia mwenzake naye. Ukileta dharau leo, kesho utashangazwa kwa heshima. Basi bana Kelechi kwa sababu ana pesa akajipa na zawadi ya gari. Ukizipata zitumie. Kula maisha maana ni za kwako hizo. Hawajui umepambana kiasi gani kuzipata ise. Kelechi akawa motivation speaker huko mtandaoni na nini. Anasema anakumbuka alivyokuwa anateseka, anaazima vitu, lakini leo amefanikiwa kupata vya kwake. Amepambana sana hadi kupata hivi alivyo navyo. Akawashauri watu kama vipi wamuombe Mungu, wasali sana, waamini na wasubiri. Wakiendelea kusubiri watapokea miujiza yao tu kama yeye alivyopokea. Yani cha msingi wapige kazi. Pale pale akaja Fega, ana hasira kishenzi yani. Akasema amefuata vitu ambavyo Mandi alimwahidi mama yake. Mandi ikabidi amfuatie. Kelechi akaomba msamaha hapa na nini. Akasema amekuwa busy sana na kazi. Fega kalalamika kinomo na mbiwa. Bibia baada ya kuhamia kwa Mandi amesahau kabisa alipotoka. Basi nitanunua vitu vyako vyote. Fega hataki kabisa kusikia mazee. Sasa usiku wa leo Mandi na Kelechi walienda klabu, lakini Kelechi akarudi hana raha kabisa. Yote kwa sababu hakuna mwanaume aliyekuwa anamshobokea hata mmoja. Kuna wakati alikuwa anaenda kuwaongelesha na nini, lakini washikaji wanamkausha tu. Haya maisha yana balance. Nilipokuwa sina hela nilikuwa na wanaume 3 na wote nilikuwa naenda nao vizuri tu, lakini baada ya kupata mkwanja tu hakuna hata mmoja anayenitaka. Hata wakuniambia nimependeza hakuna. Yani hata mlinzi ni mikazo tu. Hey, hiki kitu kinaitesa sana akili ya Kelechi. Mandi akasema wakati wa Mungu ukifika utampata tu huyo mwanaume. Mama wakati anaangalia matukio mtandaoni akamwona Kelechi. Fega akasema kwa sasa KC amekuwa tajiri mkubwa sana, anaishi na Chimamanda. Mama akashangaa, kwa hiyo Chimamanda ameamua kumsaidia Kelechi, kwa nini sio wewe? Au mmegombana? Fega akasema hawajagombana, lakini yeye ana biashara yake tu anaiendesha. Mama wakati anaongea hapa hali yake ikabadilika, ikawa mbaya zaidi ya vile ilivyokuwa ise. Fega alipiga kelele kishenzi yani. Fega aliambiwa alipia milioni 18 kwa ajili ya upasuaji wa mama yake, maana ana tatizo la moyo aise. Sasa atazitoa wapi hizo pesa zote mazee? Leo Kelechi amerudi mtaani kwao. Alikuwa anahisi harufu mtaa mzima. Anavyotembea sasa utadhani hii ardhi hajawahi kabisa kuikanyaga. Alipoingia ndani bado akahisi harufu kali mno. Hajazoea kabisa haya mambo. Fega akasema inahitajika milioni 18 kwa ajili ya upasuaji. Kelechi akasema ametoka Brazil juzi tu, kwa hiyo ametumia pesa nyingi sana huko. Alitamani sana kumsaidia rafiki yake, lakini kwa sasa hana pesa. Sasa kutokana na ugonjwa wa mama yake, Kelechi akamtaka Fega kama vipi akaongea na mjomba wake pengine anaweza kumsaidia kwa sasa. Siku nyingine tumia spray kupulizia huko ndani, maana harufu ni kali mno, siwezi hata kupumua vizuri. Kweli bana, Fega akaja kuomba msaada kwa mjomba wake, lakini huyo mzee sio mjomba wake kabisa. Alikuwa rafiki yake baba yake tu hapo zamani. Mzee akaahidi kumsaidia iwapo tu atakubali kulala naye. Hiki kitu kikawa kigumu sana kwa Fega. Hakutaka tena msaada wa Tega na nini, akawa amesepa. Mzigo mzito upo kwenye kichwa cha Fega. Akili haina mawazo tena aise. Hatafanya nini kumwokoa mama yake mgonjwa? Mara akapigiwa simu na daktari akaambiwa kuwa kama atalipia upasuaji wa mama yake leo watamwondoa hospitali. Hey, kilio kikawa rafiki wa karibu sana kwa Tega. Fega kaja kuomba msaada kwa Mandi hapa na nini, lakini akaambiwa atapewa milioni 3 tu. Akawa ameshukuru sana ise. Fega akasema ameshachoka sana kwa sasa. Maisha ya umaskini ni mabaya mno. Nimeteseka, nimefika mwisho kabisa. Kwa hatua niliyopo kwa sasa, siwezi kufanya chochote kile. Mandi tafadhali, nimekuja kwako kama rafiki. Nimefanya kila ninaloliweza. Wananitukana sasa hivi huko mtaani. Mamangu anakula gari na mayai. Tafadhali Mandi, hospitali wamesema milioni 18. Siwe wapi nitapata hiyo pesa mimi? Mandi, naomba niangalie. Unajua siwezi kuipata milioni 18. Hizi milioni 3 nitachukua. Baada ya hapa sina mtu mwingine ambaye atanisaidia kwenye haya maisha. Na kuomba kwa jina la Mungu Baba. Sitaki mamangu afariki. Na kuomba Mandi, chochote mnachokifanya kwa jina la Mungu Baba, naomba na mimi nifanye. Na kuomba please. Mandi akagoma ise. Fega aliomba sana na mbiwa. Lakini Mandi alikuwa serious, hataki kabisa kumshirikisha Fega. Akawa amesepa. Fega amekosa msaada ise. Alilia kishenzi yani. Atafanya nini sasa? Fega ikabidi ajirekodi kuomba msaada kwa watu mtandaoni, maana hana msaada hadi alipofikia ise. Na hali ya mamake inazidi kuwa mbaya. Kelechi alipoiona ile video ya Fega hakupenda kabisa, akamfuata Mandi. Akauliza, kwa nini hutaki kumsaidia rafiki yetu? Mandi akasema kwa sasa hana pesa, kwa hiyo angemsaidia tu. Sasa kama huna pesa, basi muonyeshe njia kama ambavyo ulinionyesha mimi. Mandi hakutaka kabisa kufanya hivyo. Mandi naye akaonyeshwa ile video, hakuamini kabisa mazee. Rafiki yake anateseka ise. Kelechi anaona kama anamtelekeza hivi. Mandi akasema anamlinda kwenye matatizo. Unaongea nini? Matatizo gani? Hayawezi kuwa mabaya, ni rafiki yako, anahitaji pesa, hatuwezi kupata watoto. Hii Mandi akasema dili walioingia hawawezi kupata watoto kamwe. Yaani kitendo cha kumpa baba zile pedi zilitumika kwa ajili ya kafara. Hey,
inamaanisha wametoa sadaka kizazi chao kwenye mizimu. Ndio maana hata wanaume hawashobokei kabisa. Kerechi alichoka kabisa mazee, kinywa kikapigwa na ububu, hakuweza kuongea kwa muda. Aisee, kwa nini unaniambia haya sasa hivi? Nilijaribu lakini hukutaka kunisikiliza, ulikuwa unataka mali tu. Kerechi akasepa mazee, kuna maisha unaweza kuyatamani halafu kiyapata tu yanakupa mawazo na kukosesha furaha ambayo ulikuwa unaipata kipindi hauna kitu. Unaweza kujutia kabisa na ukatamani kurudi nyuma kurekebisha. Kerechi naye akaahidi kumpiga Mandi panapouma. Haiwezekani peke yake tu awe hivi. Akaja kuiba namba ya baba kwenye simu ya Mandi ili aweze kumpigia simu mwenyewe tu, kisha akamfuata Fega nyumbani kwao. Akasema amekuja kumsaidia baada ya kuiona ile video. Akamwambia kuna namna anaweza kupata pesa ya upasuaji wa mama yake. Namna gani hiyo? Lakini hiyo njia sio rahisi, japo atatengeneza pesa nyingi sana. Hiyo njia ndio inawafanya wao wapate pesa. Fega akakubali kufanya alichoelekezwa na Kerechi aisee. Lengo mama yake apate matibabu tu. Kwa hiyo akapeleka mzigo na kumwacha mama yake hapa peke yake. Fega akaleta pedi 19, akasema damu yake ni nzito mno, inashuka na kila kitu. Basi bana, Kerechi akampigia simu baba kumwambia kuwa kuna mzigo mpya umekuja. Mzee akasema atawalipa dola 12,000, huku hali ya mama inazidi kuwa mbaya vibaya mno na hana mtu wa kumsaidia hapa. Akapambana sana kujinyanyua na nini vitu kama hizo mtu wangu. Wakati wanataka kuondoka, Mandi akaingia akashangaa kumwona Fega hapa. Fega kuwa na habari naye kabisa hata kidogo. Kerechi akasema anamsaidia kama rafiki yake, kitu ambacho Mandi alishindwa kabisa kumsaidia. Mandi alipambana sana kumzuia Fega na nini, lakini bibie ameamua ili amsaidie mama yake mgonjwa. Usifanye hivi tafadhali, kwa sababu wewe unisaidie, si ndio? Najaribu kukulinda. Sikiliza, hauelewi. Amekuambia kuhusu matatizo kuwa hautaweza kupata mtoto. Fega tafadhali, usifanye hivyo. Nakupenda sana na sitaki ujihusishe huku. Kama ni kuhusu mama yako, nitauza hata gari yangu, lakini usifanye hivi. Fega ameshaamua na harudi nyuma ise. Amechoka kabisa na haya maisha. Anataka kutengeneza pesa tu. Nini maana kuleta mtoto kwenye hii dunia kama anakuja kuteseka tu? Fega kawa amesepa. Mandi alichoka kabisa mazee, huku hali ya mama inazidi kuwa mbaya mazee. Akapambana sana kunyanyuka na nini, mwisho akakata kauli. Mama kafariki aisee. Fega aliporudi nyumbani alikuwa na pesa nyingi mno, kwa hiyo anaweza kumpeleka hospitali mamake akatibiwe tena, lakini ameshapoteza maisha kitambo mno. Bibi alikuwa anapambana kupata pesa, sasa ameshazipata lakini hazina msaada tena. Kapoteza uzazi na kampoteza mama yake mzazi. Alilia kishenzi mazee. Baada ya kumwingiza kwenye nguvu za giza Fega, Mandi akamfukuza nyumbani kwake aisee. Lakini Kerechi alikuwa na dharau kishenzi. Si anayo hiyo pesa, kwa hiyo anaona hiki kama kibanda tu, ataenda kujitawala kwenye jumba lake huko. Fega akasema maisha yangu yote nilijua pesa ni jibu la kila swali. Sasa nina pesa ambazo sikufikiria kabisa kuzimiliki. Lakini kwa nini bado najihisi mpweke? Kwa nini najisikia hivi? Mama akasema pesa za kishetani haziwezi kutatua matatizo kamwe, zinaongeza matatizo tu. Pesa ya haraka ni matatizo ya haraka. Mama, kwa nini umefariki? Mwanangu, futa machozi yako. Maisha yangu yameishia hapa, lakini ya kwako bado yanaendelea. Bado una nafasi ya kuweka mambo yako sawa. Usiharibu maisha yako, yatumie vizuri. Kumbe Fega alikuwa anaota bana. Akatazama kwenye kiti, mama hayupo. Akachukua mkwanja wake wote aliokusanya, kisha akaja kuutia kiberiti aisee. Hataki kabisa kutumia pesa haramu, haina msaada tena kwenye maisha yake aisee. Noma sana hii. Baada ya miezi mingi kupita, Fega akaendelea na kazi yake ya kuuza juisi. Akawa anapokea oda za wateja mbalimbali na nini, vitu kama hizo mtu wangu. Sasa leo Mandi akaja kuomba msamaha kwa kila kitu ambacho kilitokea kipindi kile, na kwa sasa amebadilika, hafanyi tena ushirikina kama zamani. Fega akauliza, vipi kuhusu KC? Baada ya mambo yote yale nilikasirika, nikamfukuza nyumbani kwangu. Nilijaribu kupatana naye lakini alikataa. Nikajaribu kutaka jitoe kwenye hii hali, lakini yeye akagoma kabisa. Mwisho wa siku akaangukia kwenye uraibu wa pombe kwa sababu anaweza kuzinunua na pesa ipo, na mara ya mwisho nilisikia alikuwa anazurura majararani huko. Ameshachanganyikiwa kabisa. Fega akasema wamepambana sana maisha yao yote kutafuta pesa. Walipozipata wakagundua kuwa hawawezi kuziendesha, zinawaendesha wao tu. Mandi akasema yupo tayari kupokea lawama zote zile, maana yeye ndo kasababisha haya yote. Hapana, yule ni mtu mzima, ana haki ya kufanya maamuzi yake kama ambavyo nilivyofanya mimi. Fega akasema amewasamea wote muda mwingi mno, lakini hawawezi tena kuwa marafiki kama zamani. Mandi akasema kuna mtumishi wa Mungu mmoja anamjua, anaweza kuwasaidia kwenye hii hali, lakini hata mmoja kuwepo mwenye imani, japo akasema atajaribu kufanya hivyo. Fega akamsamehe kabisa Mandi na maisha yakaendelea isee. Sasa upande wa pili huku Kerechi ameshakuwa kichau na mbiwa. Pombe zimemfanya kitu kibaya sana. Nikwambie tu kwamba pesa za haraka zina mzigo mzito. Pesa ni nzuri, lakini zikizidi ni matatizo. Kuwa makini sana na njia unazopita, mengine ya kupite tu, maana kuna watu wana pesa nyingi, wewe ukiwatazama unaona wana furaha, lakini wana matatizo makubwa sana akilini mwao. Kuwa makini sana. Nikwambie tu kwamba tamthilia My Demon itaanza rasmi kuruka Aprili 12, 2026. Tukutane mjini YouTube kwenye YouTube channel ya Nyota Flix. Sasa usisahau kusubscribe pale. Hebu kula kwanza kionjo hiki hapa.
Najua hii vita kubwa peke yako wewe huwezi. Kawaida yetu ni kutoa kafara kila wakati. Leo usiku nimeota ndoto mbaya sana. Ni kukataza kufanya kitu usifanye. Bado hujatuambia mpaka lini utakuwa umejipanga kutoa kafara. Umempoteza mwanamke wako wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka sasa hivi wa 7. Familia yangu mimi inaendekeza sana imani za kishirikina. Sitaki tena mambo ya utamaduni, sitaki mambo ya mizimu, sitaki chochote kuhusiana na mambo ya utamaduni. Inabidi umwambie mke wako ukweli. Hapa hakuna kutoka kwenye mizimu. Mizimu lazima iendelee. That's why we're drinking here. In heaven there is no beer. Sitaki kukuona Nasa. Sitaki kukuona. Sitaki. My demon, taswira iliyogoma kuniacha. My demon, yeah. Salama wa mateso lini utaondoka? My demon.